Habari ya masaa haya ndugu watazamaji wa channel yetu ya Voice of Hope and Faith. Karibuni tena, leo ni siku nyingine nzuri ambayo Mungu ameruhusu tukutane tena mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza neno lake, na masaa mazuri tuweze kuomba wakati tunapoenda kwenye somo letu la leo. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu uliye mahali pa juu mbinguni, asante kwa masaa mazuri ambayo tunaenda sasa kunena neno lako takatifu. Tuongoze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Siku ya leo tutakuwa tunajifunza somo moja fupi ambalo linasema njia imefunguliwa sasa tushinde. Njia imefunguliwa sasa tushinde. Kwa nini imeandikwa njia imefunguliwa? Na kwa nini anakwambia sasa ni zamu yako kushinda? Utangulizi wetu wa leo tunaona katika kitabu cha Kutoka Kutoka 3 na ile fungu la 7 ukienda mpaka fungu la 10, tunaona Mungu anaanza kuzungumza na Musa kuhusu mpango kamili wa kwenda kuokoa watumwa walioingia katika nchi ya Misri ambao wao walikuwa ni Waisraeli. Mungu anasema, nimekiona kilio cha watoto wangu. Tunukuu moja kwa moja katika andiko ile kitabu cha Kutoka 3 na ile fungu la 7. Tuanzie hapo. Mstari wa 7 anasema kwamba Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Mungu anasema nimekisikia kilio cha watu wangu. Hivyo Musa anatumwa kuenda kwa ajili ya kwenda kuwakomboa wana kutoka katika nchi ya Misri. Ule mstari wa 10 anasema kwamba haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwakomboa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Mungu anaanzisha mpango mzuri kwa ajili ya kulikomboa taifa la Israeli mikononi mwa Misri. Kisa hichi kinaelezea ni namna gani Musa alipitia changamoto katika kuokoa wale watu. Wakati anazungumza na Farao anakataa, na zaidi ya yote inafikia hatua Mungu anatuma mapigo 7 kwa wale wa Misri, mpaka inafikia hatua dakika za mwisho Musa anafanikiwa kuondoka na wana wa Israeli katika taifa la Misri. Lakini bado licha kuondoka nao, wa Misri wanamfuata Musa kwa ajili ya kuwachukua tena kuwarudisha katika nchi ya Misri katika utumwa. Angalia maajabu ya Mungu anayotengeneza, kwamba katikati ya bahari ya Shamu anapita Musa katika uwezo wa ajabu, anapita na wana wa Israeli, na inafikia hatua ya mwisho Misri wanavyoingia katika njia ile wanakumbikwa na gugu la maji, inafikia hatua wanapoteza maisha. Kwa nini tumeanzia hapa? Mungu ana mpango wa kutukomboa, lakini licha ya kwamba ana mpango wa kutukomboa, tuna jukumu la kwetu sisi binafsi kufanya sehemu yetu. Angalia, Musa ameondoka na wana wa Israeli, ndio ametumia nguvu kuondoka na kukimbia katika namna moja ama nyingine. Haikuwa tu Mungu amemchukua na kumpeleka moja kwa moja kwenye taifa la Israeli. Hapana, walipitia michakato fulani ili kusudi kwenda kukamilisha ile safari yao ambayo inapeleka katika nchi ya Israeli. Sasa kuna mambo kadha wa kadha ambayo inabidi ujifunze katika ukombozi wa Israeli katika mikono ya Misri. Mungu ndio alimtuma Musa kwa ajili ya kuwakomboa, lakini tazama ni changamoto gani ambazo Musa alizipitia na wana wa Israeli kutoka Misri kuenda katika taifa la nchi ile ambayo Mungu aliwaahidi. Ni changamoto gani ambazo walizipitia? Ni mikakati gani ambayo walipitia? Ni mambo mangapi ambayo walipitia wakiwa njiani? Ni mambo mengi ambayo wana wa Israeli walipitia wakiwa jangwani. Kitabu cha Kutoka kinaeleza hali halisi
yaani namna gani walikombolewa wana Israeli kutoka katika taifa la Misri na namna gani walivyoenda. Ndiyo maana ikaandikwa kitabu cha Kutoka. Leo tutaangalia kwa kina baadhi ya vitu vifupi ambavyo vitakuwa vina hoja ya kueleza kile ambacho tunakizungumzia. Katika kitabu cha Kutoka 14, tukisoma ile fungu la 13 na fungu ile la 14, kuna vitu ambavyo tutaona kwamba kumbe kuna saa fulani Mungu ana lengo na watoto wake, lakini kwa namna ya kipekee inafaa tutende kazi fulani. Kitabu cha Kutoka 14 na lile fungu la 13-14 tukisoma kama ilivyoandikwa, inasema hivi. Kutoka 14 na lile fungu la 13 pamoja na lile fungu la 14 inasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu leo, maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele, kwa maana Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Mungu yupo tayari kwa ajili ya kutupigania. Pia alikuwa yupo tayari kwa ajili ya kuwapigania wana wa Israeli kutoka katika taifa la Misri. Tunaona kwamba Musa wakati amewaokoa wana wa Israeli kutoka katika taifa la Misri kwa mkono mkuu wa Mungu, wamepitia changamoto nyingi ikiwa njiani, uhaba wa maji, uhaba wa vyakula, kadha wa kadha. Musa amepitia changamoto nyingi katika malalamishi, amepewa lawama nyingi na wana wa Israeli, lakini anazungumza na Mungu, itafaa nini? Lakini kwa mkono wa Mungu wanaendelea na safari. Licha changamoto nyingi ambazo walikuwa wanazipitia, lakini ilikuwa ni lazima kwenye taifa la ahadi waingie. Musa anapitia changamoto ambayo anakwenda katika mlima Sinai kuzungumza na Mungu, anarudi anakuta watu wamejenga sanamu wanaiabudu. Ni changamoto ambazo zilikuwa zina ulazima kama Wakristo au kama watu ambao wanamfuata Mungu. Huwezi ukamaliza safari ikiwa haujapitia changamoto. Ni changamoto ambazo Musa amezipitia, ambazo zilikuwa zinamlazimu akate tamaa, lakini kwa sababu ametumwa na Mungu haikutakiwa kukata tamaa zaidi ya kumaliza mwendo. Hoja ya pili. Kwa nini tumeanzia kwenye taifa la Israeli? Kwa nini tumeanzia kwenye taifa la Misri? Lakini kwa nini tumeanza na Musa? Kwa zamani hizo Mungu alimtumia Musa kwa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya wa Misri. Leo Yesu alikuja kutukomboa kutoka katika Misri yetu, ile Misri yetu sisi ya dhambi. Misri yetu ile ya dhambi. Tukiwa tuna kiongozi wa kutupeleka dhambini ambaye ni Ibilisi. Mungu akaona hapana, nilimtuma Musa kwenda kuwachukua watu wangu kwa Farao, leo ninamtuma Kristo kwenda kuwachukua watu wangu kwa Ibilisi. Kitabu kile cha Yohana 3 ukisoma ule mstari wa 16, maandiko matakatifu yanasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila aminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haya ni maandiko ambayo nimenukuu kutoka katika kitabu cha Yohana 3 ule mstari wa 16. Kwa nini imeandikwa hivi? Na kwa nini tumefananisha na kile kitendo cha Musa? Tunaangalia changamoto ambazo alizipitia Musa kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli katika taifa la Misri. Tunalilinganisha na sisi wa leo kwamba Yesu alivyokuja kwa ajili ya kuwakomboa watu kuingia katika nchi ahadi ambayo ndio uzima wa milele. Je, malinganisho yake yapoje? Changamoto zipi alizozipitia Kristo kwa ajili ya kutukomboa? Je, mapokeo yalikuwa vipi kwa ajili ya kupokelewa kwenye kile ambacho amekileta? Kumbuka kwamba tunazungumzia ukombozi, lakini pia tunazungumzia kwamba njia imefunguliwa. Imefunguliwaje kwako? Imefunguliwaje kwangu? Ili kusudi sasa tushinde. Mungu ana maajabu mengi. Mungu ana maajabu mengi ambayo ukitazama kwa kina kwenye mfumo wa Biblia utakuta kwamba matukio yanajirudia kwa namna tofauti. Kwamba wakati ule Musa anatumwa katika taifa la Misri kuokoa wana wa Israeli,
ambao ni wacha Mungu, ambao walikuwa katika taifa la Israeli, anamtuma Musa kwa ajili ya kuwatoa katika utumwa wa Misri. Leo anamtuma Kristo kutukomboa katika utumwa wa dhambi, kutukomboa katika kifo, kutukomboa katika dhama ambayo ilikuwa ni mbaya kwetu sisi ingekuwa asingekuja. Kristo anawekwa kielelezo, mfano wa Musa aliyewatoa wana wa Israeli katika taifa la Misri. Leo Kristo amekuja kututoa katika dhambi, katika utumwa wa dhambi, katika nguvu za ibilisi shetani, na ametuonesha njia, ametupatia wepesi wa kuifikia nchi ya ahadi ambayo ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunazungumza hivi? Kwa nini tunazungumza hivi? Haikuwa rahisi Mungu kumtuma mwanae wa pekee kwa ajili ya ukombozi wewe. Una thamani kubwa, ndio maana nasema sasa inafaa tushinde. Mwanadamu ana thamani kubwa sana mbele za Mungu, ndio maana nafikia hatua Mungu anamtuma mwanae wa pekee ili kusudi sisi wanadamu tuokolewe kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho inafaa tufanye ni lazima tujue alikuja kufanya nini, alikuja kwa mfumo gani. Lakini kuna mtu anaweza kujiuliza maswali kwamba huyu Yesu kwa nini yeye? Kwa nini yeye ndiye aliyekuja? Kwa nini yeye? Yaani kwa nini yeye? Maswali yanaweza kuwa ni mengi. Huyu ni mtu wa namna gani? Lakini Yohana 17 na ile fungu la kwanza hadi fungu la 5 nitasoma kama ilivyoandikwa. Maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, sasa saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani hali nimemaliza mwendo, kazi ile uliofanya nini? Ulioniagiza kuifanya duniani. Mstari wa 5. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Fungu la 5 linabeba maana halisi ya kumtambua Yesu ni nani. Kwa nini nimezungumzia fungu la 5? Lina kielezo kwamba huyu katika mwili alikuja kwa ajili ya lengo fulani katika mwili, lakini tukizungumzia kiroho alikuwepo tangu zamani. Kwa nini alizungumza hili neno? Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kabla ya ulimwengu kuwako. Nini maana yake? Kumbe kuna saa tunaweza kuzungumza Yesu ni nani, kumbe alikuwepo kabla ya ulimwengu kuwako. Ndiyo maana tunachukua dhana kamili ya kusema kwamba Mungu alimtuma mwana wake pekee aukomboe ulimwengu. Katika mwili alizaliwa kwa mwanamke bikira ambaye hajakutana na mwanaume. Ni jambo ambalo kibiolojia wala kishetani ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini kwa uwezo wa Mungu alifanya jambo hilo. Ni jambo ambalo ndio uone kwamba kwa mfumo mwingine kwamba Mungu alitengeneza njia ili kusudi tu mkombozi apatikane kwenye kiumbe ambacho kipo safi, ambacho hakijatiwa najisi, kwa sababu yeye anayezaliwa ni mtakatifu. Ndio maana akasema kwamba atakayezaliwa ni mtakatifu tutamwita Immanueli, kwa maana imeandikwa Bwana pamoja na nasi. Hoja yetu kuu inarudi pale kwamba kwa nini yeye awe ndio mkombozi. Tukisoma ile kitabu cha Luka 19 na lile fungu la 10 nitanukuu kama ilivyoandikwa. 19 Luka na ile mstari wa 10 nasema kwamba kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ndiyo lengo kamili la Kristo kuja katika ulimwengu. Wale waliopotea warudi katika njia ili kusudi waokolewe kupitia Kristo. Lakini tukianza mstari ule wa 9 nasema kwamba Yesu akamwambia, leo wokovu umwafikia nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim,
kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu amekuja kutafuta waliopotea. Yesu alikuja kuwatafuta walioacha njia. Yesu alikuja kutafuta waliolemewa. Yesu alikuja kutafuta ambao wamekosa matumaini. Yesu alikuja kutafuta ambao hawana kwa kujua mizigo wataipeleka wapi. Yesu alikuja kutafuta watu ambao wamekata tamaa. Ndio waliokuja kutafuta Yesu. Mwisho wa siku hizi tunafanya nini ili kusudi kuhakikisha kwamba kile alichokifanya Kristo pale msalabani kinaonesha kwamba kina matunda katika maisha yetu, kinaonesha kwamba kitakuwa kina thamani siku moja katika maisha yetu. Lakini tukiongeza mstari mwingine ambao unapatikana kitabu cha Yohana 19 ule mstari wa 30, nitanukuu kama ilivyoandikwa Yohana 19 na ule mstari wa 30, nitanukuu: Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainamisha kichwa chake, akaisalimu roho yake. Kwa hiyo Yesu alivyomaliza kazi yake na amekwisha, alisema kwamba imekwisha kuwa. Kwa nini anasema imekwisha kuwa? Ni kwa sababu kile alichokuwa amekuja kukifanya kilikamilikia pale msalabani. Nitarudia kuyanukuu kama ilivyoandikwa: Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Iliwekwa nukta. Akainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. Alivyomaliza kazi pale juu ya msalabani, alisema basi imekwisha. Lengo la kile alichokuwa amekuja kufanya duniani kilikamilikia pale msalabani. Kilikuwa kimekamilikia pale msalabani. Lakini kwenye kitabu cha Waebrania 2 na ule mstari wa 1 na wa 2, pia nitasoma Waebrania 12. Waebrania 12 ule mstari wa 1 na ule mstari wa 2, nitanukuu kama ilivyoandikwa: Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kumaliza kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahili msalaba na kuidharau aibu yake, ameketi mkono wa kuume na kiti cha enzi cha Mungu. Yesu alivyomaliza kazi, ametuachia mashahidi wengi ambao wanaendelea kukifanya kile ambacho alikiacha katika ulimwengu. Katika kitabu cha Mathayo 28 ule mstari wa 19 na 20, anakuambia, basi nendeni katika ulimwengu wote mkaihubiri Injili na kuwafundisha mataifa yale niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Anasema kwamba enendeni ulimwenguni mkaihubiri Injili na kuwafundisha kuyashika yale niliyoagiza ninyi. Tunapozungumzia katika kitabu cha Waebrania, anasema kwamba basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Mashahidi wanaonesha kile ambacho Kristo alikuwa anakifanya. Licha kwamba kuonesha kile ambacho Kristo alikuwa anakifanya, bado kuna mambo mengi ambayo Kristo alikuwa kielelezo tangu karne za zamani kabla hajaja katika mwili. Ameonesha karne na karne, kwamba kwa nini inakuwa hivi. Hata Musa anapokuwa katika jangwa, anavyoenda kupata maji katika ule mwamba kwa ajili ya wana Israeli waweze kupata maji, ukisoma kitabu cha Wakorintho anasema kwamba na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Mwamba ule uliowafuata jangwani ulikuwa ni nani? Ulikuwa ni Kristo. Tunaonyesha kwamba kielezo Kristo alianza kufanya kazi tangu zamani. Ndio maana ukija kwenye mstari wa 2 kwenye kitabu cha Waebrania 12, anasema kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza, mwenye kutimiza na mwenye kwa yeye alianzisha na kutimiza. Kwa hiyo tunapokuja kuangalia mfumo kamili wa wokovu wa mwanadamu,
kwamba wokovu ulianza tangu zamani, lakini vielelezo vilikuja kwamba the end of time tunafahamu ni mfumo gani ambao Mungu alikuwa anautengeneza ili kusudi mwanadamu aweze kuokolewa. Leo tunaokolewa katika damu ya Kristo, ambayo kwayo tukiamini kile ambacho tunakiona, tukiamini kile kilichoandikwa, tukiishi kile kilichoandikwa na tukiishi kile ambacho kinatakiwa Mungu anachokihitaji, tunapata wokovu wa milele. Tunamaliza kusema kwamba njia imefunguliwa. Njia imefunguliwa. Je, kama njia imefunguliwa, nini cha kufanya? Je, njia kama imefunguliwa, tufanye nini? Je, kama wokovu ulishafanyika msalabani, tuna haja gani ya kutenda mambo mazuri? Je, kama njia ilishafunguliwa pale msalabani, Yesu amesema imekwisha, basi imekwisha. Tuna haja gani ya kujisumbua kutenda mema? Kama ameshamaliza kazi, tuna jukumu la kufanya, kwa sababu hata wana wa Israeli walivyokombolewa na Musa kwa mkono mkuu wa Mungu, walikuwa na kitu cha ziada cha kufanya. Hawakukombolewa tu wakafika eneo husika, bali walipitia ni mambo fulani ambayo ili yawafaa wafike katika nchi ya ahadi. Leo tunakombolewa na Kristo. Nini cha kufanya ndugu yangu? Nini cha kufanya wewe? Nini cha kufanya mimi? Ni jambo moja ambalo ndio tulifahamu kwa hoja hizi ambazo zinafuata. Kwenye kitabu cha Waebrania ndio tunazungumza kwamba basi sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Kwa kuwa tunazungukwa na kundi kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. Anaendelea kusema kwamba na dhambi ile ituzingae. Na dhambi inayokuzinga kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Ukilisoma fungu hili unaweza kulitafsiri taratibu, lakini lina ujumbe mzito ambao umeandikwa hapa. Zaidi ya yote, katika mambo yote tuna mambo kadha wa kadha ya kufanya. Wanadamu wengi kipindi hichi wanafuata sana mwili kuliko kufuata matendo ya Roho. Ni jambo ambalo linawakosesha watu wengi sana uzima wa milele katika nyakati hizi. Tusipokaa sawa au wasipokaa sawa, kuna watu wengi ambao watakosa mbingu kwa sababu ya tamaa za kimwili. Kuna watu leo wanaona pesa ndio kila kitu katika maisha yao. Kumtumikia Mungu hakupo tena ndani yao. Kuna watu leo ukiwaambia masuala ya uzinzi, wao wanaona kama ni sehemu ya kupata kipato, ni sehemu yao ya kufanyia kazi, ni sehemu yao ya kupatia pesa, ni sehemu yao ya ajira, lakini hawajui kile ambacho kinafanyika ndani ya miili yao. Ni kwamba hekalu la Roho Mtakatifu linafanyika kuwa sehemu ya biashara ya uchafu. Lakini ukimwambia, atakwambia ndio sehemu yangu ya biashara, lakini si jambo zuri kiafya, si jambo kizuri kiroho pia. Ni mambo ambayo yanaua watu kiroho taratibu. Lakini watu tutazame mambo machache ambayo yanapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo 2 na lile fungu la 10 linazungumza kitu fulani hapa. Kitabu kile cha Ufunuo 2 na lile fungu la 10 nitanukuu kama ilivyoandikwa: usiogope mambo yatakayokupata, na tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, naam, nitakupa taji ya uzima. Anakwambia kwamba ni kweli Yesu amekuokoa, ni kweli amekuonesha kielezo, ni kweli, lakini anakwambia usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki, lakini anasema kwamba uwe mwaminifu hata kufa, mimi nitakupa taji ya uzima. Kwamba ni kweli changamoto zitakuja, lakini uwe mwaminifu hata kufa. Haijalishi ni changamoto gani unakupitia, lakini kwa sababu Kristo alishaweka kielezo pale msalabani ya kwamba anatuokoa kupitia Calvary, hivyo haina budi kutimiza kile ambacho anakihitaji. Tukiangalia baadhi ya mitume ambao walikuwepo katika dhama hizo, tukimwangalia mtume Yohana, tukimwangalia wale mitume 12 ambao Kristo aliwaacha kwa ajili ya kufanya kazi
ukimtoa yule mmoja ambaye ndiye aliyekuwa amemsaliti, amewachia kazi ya kupeleka utume, wamepitia changamoto nyingi, lakini wameuawa, wametishiwa vifo, wamepelekwa katika mabaraza, lakini licha ya yote hawakuacha kuipeleka kazi hii ambayo Mungu aliwaagiza. Waliendelea kupeleka kazi, waliendelea kufanya kazi ambayo Kristo aliwaagiza. Kwa hiyo kwa hayo yote hakuna kitu ambacho kitakufanya wewe ujitetea kusema kwamba eti ni kwa sababu ya changamoto, eti ni kwa sababu ya jambo fulani. Inatakiwa ufanye kazi mpaka mwisho, hata ule mwisho wa dahari ambao Kristo ametuahidi. Lakini tukiongeza fungu la Ufunuo 3, tukianza ule mstari wa 20 na ule mstari wa 21, nitanukuu kama ilivyoandikwa. Mstari wa 20 anasema kwamba, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kile kiti cha enzi. Kristo alipokuwa duniani alipitia changamoto nyingi ambazo nadhani kila mmoja anazifahamu. Alipitia changamoto, alipitia majaribu, alipitia kukataliwa, alipitia kutengwa, lakini licha haya yote alipiga mwendo mpaka ile siku ambapo amemaliza kazi ambayo imemleta duniani. Lakini anasema kwamba sisi pia atakayeshinda atapewa taji. Atakayeshinda, kwa lugha nyepesi, ni kwamba kushinda ni kugumu. Kushinda kunahitaji juhudi, kushinda kunahitaji bidii. Anasema atakayeshinda nitampa kuketi katika kile kiti ambacho hata mimi pia nimeketi, maana nimeshinda, nami kama nilivyoshinda, nasi tukishinda atatupatia taji la uzima, atatupatia taji na atatupatia kile kiti, kukaa katika kile kiti cha enzi kama yeye alivyoshinda. Katika kitabu kile cha Wakorinto 15 na lile fungu la 57, Wakorinto wa kwanza 15 na lile fungu la 57, nitanukuu kama ilivyoandikwa. Wakorinto wa kwanza 15 na lile fungu la 57. Fungu la 57 nasema kwamba, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haikuwa rahisi kukombolewa, haikuwa rahisi kutuokoa, haikuwa rahisi kutoka katika kiti cha enzi na aje kuzaliwa katika mwili na tukomboe wanadamu katika taifa ambalo tupo na dhambi. Hivyo haikuwa rahisi, na tukuzwe Mungu kwa kuwa ametupatia kukombolewa katika mwana wake Yesu Kristo. Kwa hivyo tukisema haya, hatuna budi kutimiza yale ambayo Mungu anayahitaji, ikiwemo katika kitabu hichi ambacho ni Biblia inaeleza mambo mengi, ni nini tukifanye kwa ajili ya kukombolewa. Mtu mmoja anamuuliza Kristo kwamba nifanye nini niweze kurithi ufalme wa mbinguni? Yesu anamuuliza, kwa nini umeniuliza habari hili jema? Aliye mwema ni mmoja tu, lakini ukihitaji kuingia katika uzima wa milele, shika amri. Amri ya kwanza mpaka amri ya 10 ni kielezo kamili ambacho kinafuata kwa ajili ya kuchukua muktadha mzima wa Biblia, ukianzia heshima kwa Mungu, ukianzia heshima kwa wazazi, ukija heshima kwa wanadamu, yote yanakuja mjumuiko mmoja ambao ni maelezo kamili ambayo ni mzunguko mkubwa wa Biblia. Katika kitabu cha Kutoka 20 ukianza ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17, amri zote zinapatikana hapo, kuanzia amri ya kwanza mpaka amri ya 10. Ukipata muda isome ili kusudi ujue nini ambacho kinazungumzwa katika eneo hilo. Ni amri ambazo Mungu alimuita Musa katika mlima Sinai na kumpatia katika mbao 2 za mawe ambazo Mungu mwenyewe aliziandika hizo amri 10 katika mbao 2, upande mmoja ukiwa amri 4 ambazo zinaonyesha uhusiano wa wanadamu na Mungu, lakini pia mbao ya pili ilikuwa na amri ya 5 mpaka amri ya 10 ambayo inaonyesha uhusiano wa wanadamu kwa wanadamu. Mungu na atubariki tunapoenda kutimiza matakwa yake katika jina la Yesu. Amen.